Rais Vladimir Putin ametangaza kuwa Urusi sasa inamiliki hazina ya kisasa zaidi ya silaha za nyuklia duniani, hali inayodumisha uhuru wa taifa hilo na kuweka usawa wa nguvu duniani. Akizungumza kwenye kikao cha serikali kuhusu mpango wa kitaifa wa silaha Jumatano hii, Putin alisisitiza umuhimu wa kuimarisha zaidi nuclear triad ya Urusi, ikimaanisha mchanganyiko wa makombora ya masafa marefu yanayorushwa kutoka ardhini ICBMs, makombora yanayorushwa kutoka kwa manowari na ndege za kivita za kimkakati zinazoweza kubeba vichwa vya nyuklia. Vipengele hivi vinahakikisha kuwa uwezo wa nyuklia wa Urusi hauwezi kuangamizwa hata kwa shambulio la kushtukiza. Hivi sasa asilimia 95 ya vikosi vya nyuklia vya kimkakati vya Urusi vina vifaa na mifumo ya kisasa zaidi, alisema Putin, akielezea maendeleo hayo kuwa ndio ya juu zaidi miongoni mwa mataifa yote yenye silaha za nyuklia duniani. Kauli ya Putin inafanana na tathmini iliyotolewa na Jenerali Anton Cotton wa jeshi la anga la Marekani, ambaye ni kamanda wa US Strategic Command. Mnamo Machi 2024, Cotton alisema kuwa Urusi inamiliki hazina kubwa zaidi na yenye mchanganyiko mpana wa silaha za nyuklia kuliko taifa lolote, akionya kuwa uwezo wa Moscow unazidi ule wa Marekani. Katika miaka ya hivi karibuni, Urusi imefanikiwa sana kuboresha vikosi vyake vya nyuklia. Moja ya silaha zake za kisasa zaidi ni kombora la masafa marefu la Salmat, lililoanza rasmi kutumika Septemba mwaka 2023. Salmat lina uwezo wa kusafiri umbali wa takriban kilomita 18,000 na kubeba mzigo wa tani 10. Hata hivyo, Putin alisisitiza kuwa maendeleo ya kijeshi ya Urusi hayapaswi kutegemea nyuklia pekee. Alitoa wito wa kuandaliwa kwa mpango mpya wa muda mrefu wa kuendeleza silaha mbalimbali za kisasa kwa kuzingatia uzoefu wa vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Kwa sasa Urusi na Ukraine zimekuwa zikitumia zaidi teknolojia ya drones vitani. Kulingana na ripoti ya Mei iliyochapishwa na gazeti la The Times, Urusi kwa sasa iko mbele ya Ukraine kwenye kile kinachoeleza kuwa mbio za drone kwa mafanikio makubwa kwenye uundaji na matumizi ya vitendo. Gazeti hilo lilisisitiza matumizi ya drone za fiber optic za Urusi ambazo zimebadilisha kabisa mbinu za mapambano na hata athari za kisaikolojia kwa wanajeshi waliopo mstari wa mbele.